Vifo vya watu kadhaa huko Gaza. Na makardinali wa kanisa Katoliki waendelea na zoezi la kumchagua papa mpya. Habari kamili. Islamabad. Jeshi la Pakistan limesema raia mmoja ameuawa na wanajeshi 4 wamejeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na India. Pakistan pia imeripoti kuzidungua karibu droni 25 za India. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Pakistan imetangaza kuwa viwanja vya ndege katika miji mikuu mitatu ya Karachi, Lahore na Islamabad vitafungwa hadi saa 12 jioni. Baraza la usalama linalowajumuisha mawaziri kadhaa wa Pakistan limetoa ruhusa kwa jeshi la nchi hiyo kulipa kisasi mashambulizi hayo ya India. Waziri wa mambo ya nje wa India, Subrahmanyam Jaishankar, ameonya kuwa watajibu vikali mashambulizi yoyote ya Pakistan na hivyo kuzusha wasiwasi katika eneo la Asia Kusini, huku juhudi za kidiplomasia za kutuliza mzozo huo zikiendelea. Gaza. Shambulizi la anga la Israel limesababisha vifo vya watu 5 kaskazini mwa ukanda wa Gaza, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Hayo yameelezwa na shirika la ulinzi wa kiraia katika ardhi hiyo ya Palestina. Hayo yanajiri wakati kundi la wataalam zaidi ya 20 wa Umoja wa Mataifa wamesema viongozi wa dunia wanatakiwa kuamua kati ya kusalia kimya na kushuhudia mauaji ya watu wasio na hatia au washiriki katika kutafuta suluhu ya haki katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Wataalamu hao wameutoa wito huo baada ya waokoaji huko Gaza kusema kuwa mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na Israel jana Jumatano yamesababisha vifo vya watu 59. Wakati huo huo, Israel imesema itaitendea Iran kile ilichokifanya kwa Hamas huko Gaza, ikiwa ni siku chache baada ya shambulio kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv lililofanywa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Vatican. Makardinali wapatao 133 wa kanisa Katoliki wamerejea tena hivi leo katika kanisa dogo la Sixteen kuendelea na zoezi la siri la kupiga kura ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo lenye waumini bilioni 1.4 duniani kote. Hayo ni baada ya zoezi hilo kutofaulu hapo jana na leo asubuhi, na ndipo dohani ya kanisa dogo ilitoa moshi mweusi kama ishara kwamba papa mpya hajapatikana. Maelfu ya watu walikusanyika katika viwanja vya Mtakatifu Petro kusubiri kuuona moshi huo. Katika miaka ya hivi karibuni hakuna papa aliyechaguliwa katika duru ya kwanza, hivyo moshi mweusi wa jana na leo asubuhi ni kama ulitarajiwa, lakini kwa kuzingatia historia, matokeo ya mwisho huenda yakapatikana katika siku hii ya pili ya upigaji kura. Hata hivyo, hadi duru 4 za upigaji kura zinaweza kufanyika kabla ya papa mpya kuchaguliwa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Kiev. Ukraine imesema Urusi imefanya mashambulizi machache katika eneo la kaskazini mashariki la Sumi. Imesema hata hivyo hapakuwepo mashambulizi ya makombora na droni yaliyoripotiwa leo asubuhi. Agizo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kusitisha mapigano nchini Ukraine kwa muda wa siku 3 limeanza kutekelezwa kuanzia leo asubuhi ili kwenda sambamba na siku ya kuadhimisha miaka 80 ya ushindi dhidi ya Manazi wa Ujerumani wakati wa vita vya pili vya dunia. Kesho Ijumaa kutashuhudiwa gwaride mjini Moscow ambako viongozi mbalimbali ikiwa ni pamoja na rais wa China Xi Jinping wameanza kuwasili ili kushiriki sherehe hizo zinazofahamika kama siku ya ushindi. Na hatimaye Tripoli. Serikali ya Libya inayoungwa mkono kimataifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli imekanusha taarifa za uwepo wa makubaliano na Marekani ya kuwapokea wahamiaji waliofukuzwa. Serikali hiyo imesema pia kwamba inapinga vikali uwepo wa makazi mapya ya kudumu ya wahamiaji katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Vyombo kadhaa vya habari vya Marekani viliripoti mapema mwezi Mei kwamba utawala wa Rais Donald Trump unapanga kuwapeleka wahamiaji waliofukuzwa kutoka nchini humo katika nchi za Libya na Rwanda. Serikali ya Rwanda ilithibitisha kuwa katika mazungumzo ya awali na utawala wa Trump kwamba watapelekwa serikali ya Rwanda ilithibitisha kuwa
katika mazungumzo ya awali na utawala wa Trump kuhusu kuwapeleka nchini Rwanda wahalifu waliokamilisha adhabu zao magerezani nchini Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, na sasa ni kurejeshe kwake Grace Kabogo kwa uchambuzi wa ripoti zetu. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na Bakari Ubena amekusomea habari za ulimwengu, na sasa tuangazie uchambuzi wa ripoti zetu za mchana, ambapo tumekuandalia mengi, miongoni mwao ikiwemo uchaguzi wa kiongozi wa kanisa Katoliki ambao umefanyika asubuhi ya leo ikiwa ni duru ya pili, lakini hata hivyo tumeshuhudia kwa mara nyingine tena moshi mweusi. Wasiwasi unazidi kuripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini huko nchini Kongo kufuatia mapambano kati ya M23 na wapiganaji wa Mai Mai Wazalendo. Na hali kadhalika tutaichambua ligi ya mabingwa Ulaya ambapo Arsenal imeshindwa kuvuka hatua ya nusu fainali. Je, wachambuzi wanasemaje? Naweza nikasema kwamba Arteta anajua shida na imezungumzwa sana mwaka jana, mwaka juzi wao kutochukua EPL ni kukosa nani? Mshambulizi. Arteta lazima arudi sokoni atafute washambulizi. Kumbuka unatupata mubashara kabisa kupitia chaneli yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, hali kadhalika kupitia redio wa shirika. Kumbuka pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia kurasa za mitandao yetu ya kijamii ya Instagram pamoja na Facebook, nami nitasoma maoni yako baadaye wakati wa muda wa kukusomea maoni. Tuanze kuangalia uchambuzi wa ripoti zetu za leo mchana. Maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki ulimwenguni wamekusanyika wakisubiri kuingia katika viwanja vya Mtakatifu Petro mjini Vatican mapema leo, wakiwa na matumaini ya kuona moshi mweupe unaoashiria kupatikana kwa kiongozi mpya wa kanisa hilo. Waumini hao wamekusanyika baada ya makardinali kurejea katika kanisa dogo la Sistine leo Alhamisi katika duru ya pili ya kura itakayoamua juu ya mrithi wa Papa Francis aliyefariki dunia Aprili 21. Hata hivyo, moshi mweusi umetoka katika upigaji wa kura duru ya pili, hali inayoashiria kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki bado hajapatikana. Angela Mdungu na ripoti kamili. Awamu ya pili ya uchaguzi wa Papa inafanyika saa kadhaa baada ya moshi mweusi ulioonekana Jumatano, ishara kuwa mrithi wa kiongozi huyo bado hajapatikana. Makardinali wanafanya mchakato huo wa siri wa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki atakayeongoza takriban waumini bilioni 1.4 kote ulimwenguni. Kongamano la viongozi hao wa Kikatoliki waliojitenga ili kuepusha uchaguzi wa Papa kuingiliwa ndio kubwa zaidi na lenye sura ya kimataifa, linalowaleta pamoja makardinali 133 kutoka karibu nchi 70. Linafanyika wakati mji wa Vatican na maeneo yanayozunguka yakiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na maafisa wengine wa usalama. Kulingana na uongozi wa Vatican, ngwe mpya ya kura ilitarajiwa kuanza majira ya saa 3 asubuhi. Kuonekana kwa moshi mweupe baada ya kura ya leo kutaashiria kuwa kiongozi mpya wa kanisa hilo amepatikana. Kwa kuzingatia historia ya miaka ya hivi karibuni, matokeo ya mwisho yanaweza kuamuliwa katika siku ya pili ya kura ambayo ina nafasi ya kuwa na awamu 4 za kupiga kura. Mmoja wa waumini wanaosubiri kwa hamu kuchaguliwa kwa papa mpya, Abbot Marcel Ndiondio, ameonyesha matumaini makubwa ya kumpata kiongozi mpya wa kanisa Katoliki. Kwa sasa tuko katika mazingira ya kiroho zaidi kwa kanisa. Kwa hiyo watu wa Mungu ni lazima waombe ili Roho wa Mungu awaongoze. Makardinali waipe Roma kiongozi na walipe kanisa lote mchungaji wake. Wakiwa wamevalia kofia nyekundu, makardinali wanaoshiriki uchaguzi huo walitazamiwa kupiga kura katika awamu 2 asubuhi, na awamu nyingine ya kura imepangwa kufanyika mchana, na wataendelea siku zijazo hadi pale mtu mmoja atakapopata theluthi 2 ya kura zote itakayompa ridhaa ya kuwa kiongozi wa 267 wa kanisa Katoliki duniani. Katika uchaguzi huo, Kardinali Pietro Parolin, raia wa Italia aliyefanya kazi kama kiongozi nambari 2 baada ya Papa Francis, pamoja na Kardinali wa Ufilipino Luis Antonio Tagle wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda kwenye mchakato huo.
Naam, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Angela Mdungu kuhusu uchaguzi wa Papa, ndiyo mada tutakayojadili mchana wa leo, na tutakuwa na Askofu Methodius Kilaini kutoka Bukoba nchini Tanzania.